Serikali ya Angola imeahidi kufanya jitihada zozote zile kuhakikisha kwamba inafanya kuwaleta pamoja serikali ya Kongo pamoja na waasi wa M23. Imesema kwamba tuko tayari kuhakikisha tunaandaa mkutano wa kuwakutanisha pamoja kati ya Rais Felix Tshisekedi pamoja na viongozi wa M23. Hiyo ni serikali ya Rwanda, na imesema kwamba iko tayari kuandaa mkutano ambao utafanyika jijini Kigali katika nchi ya Rwanda. So mara ya kwanza serikali ya Kongo ilikuwa imekataa kata kabisa kuweza kufanya mazungumzo na waasi wa M23. Ilikuwa imekataa kabisa kufanya mazungumzo na waasi wa M23, lakini sasa iko tayari kufanya mazungumzo ya face to face, sio tena ya mtandaoni, mazungumzo ya face to face. Kupitia msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kwamba tuko tayari kukutana na waasi wa M23 na tutakuwa na maswali ya kuwauliza kwa nini wanasumbua Wakongomani na kwa nini wameamua kunyakua maeneo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa nini wanaisumbua serikali. Kwa hiyo ukija katika upande wa M23 utaona wao wanachokisema ni kwamba wanapigania haki ya Wakongomani, lakini pia wanapigania nchi yao, na huku wakidai kwamba Felix Tshisekedi ameifanya Kongo ikawa duni, ameifanya Kongo ikawa haina mazingira mazuri ya kutamanika. Kwa hiyo wao kama wao wakikubaliwa kushika nchi, watafanya mabadiliko na kuifanya Kongo iwe nchi ya kutamanika na iwe nchi ya kufurahisha, na wawekezaji watakuwa na furaha kuwekeza katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo yamejiri. Felix Tshisekedi amekubali. Mwanzoni alikuwa anakataa, lakini amekubali. Lakini nataka niseme kwamba unafikiria kwamba Tshisekedi kwenda kuzungumza meza moja na waasi wa M23, unafikiria hiyo italeta Kongo kutulia, ama italeta kumaliza mzozo wa Kongo na waasi wa M23? Unafikiria nini? Acha maoni yako hapo katika comment section, useme kwamba maoni yako ni yapi na unahisi nini. Lakini mimi ninachosema ni kwamba mazungumzo ni mwanzo wa amani, lakini acha tuangalie nini plani ya Tshisekedi na nini amepanga kukifanya. Lakini wazalendo wao wametoa msimamo wao kwamba M23 ibaki kuwa M23, alafu FARDC wabaki kuwa FARDC na wazalendo wabaki kuwa wazalendo. Wao wazalendo wameweka msimamo wao kuhakikisha kwamba hakuna mtu anaingililia maeneo yao na hakuna mtu ambaye atafanya chochote juu ya wazalendo. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yamejiri wakati huu. Tusubirie tena nini ambacho nitakuletea baadaye, lakini usisahau kusubscribe. Make sure una subscribe pamoja na kulike, pia kushare na kucomment, kuacha maoni yako hapo kwamba unawaza nini na unaona nini.